Lile la Joseph Gede ni tuta kwangu kwa sababu pia nimeirudia mara nyingi. Na nilichokiona ni kwamba kuna hoja ilikuwa inatoka kwamba Joseph Gede alijirusha. Lakini wakati unasema Joseph Gede alijirusha, hebu kairudie vizuri. Ule mpira baada ya kuchezwa na golikipa haukuja mguu wa kushoto wa Gede ambao ndio uliguswa na Kasari. Ulikuwa mguu wa kulia. Kwa hiyo ule mpira haukuja kimo cha chini, ulikuwa ni kimo cha mbuzi umenyanyuka kidogo hivi juu. Kwa hiyo Gede alinyanyua mguu wa kulia kucheza ule mpira. Wakati huo anawaza kumkwepa Kasari, na Kasari hakugusa mpira, aligusa mwili wa Joseph Gede. Kwa sababu gani? Ule mpira ulikuwa unatokea upande wa kaskazini kurudi kusini. Wakati huo mikono ya Kasari yote ilikuwa imenyooka kuelekea kusini. Maana yake angeugusa kwa namna yote ule mpira, ulitakiwa auguse kwanza, umgonge Gede, alafu ndo urudi. Maana yake usingeenda kwa direction ile ile ya moja kwa moja kule ulikoelekea. Kule ulikoelekea ukirudia vizuri kwa utaratibu utaona kupitia mguu wa kulia wa Gede aliugusa ule mpira, alikuwa anataka kuusogeza pembeni amkwepe kipa, na kipa aliukosa ule mpira, alikwenda kumcheza Gede kwenye mapaja, kwenye paja la mguu wa kulia, kwa mguu wa kushoto. Kwa mantiki hiyo huenda mwamuzi hakuona, lakini kama ingekuwa kuna VAR basi ile ilikuwa ni faida kwa Singida Black Stars walau kurudi mchezoni, kwa sababu kawaida mkipata penalti timu ina asilimia kubwa ya kufunga kuliko kupoteza.